Basi katika kipindi cha leo nataka nikupe dondoo ya kwanza ya mambo muhimu ya kufanya tunapomalizia. Nataka ujue kwamba Mungu hutembea na majira na nyakati, hufuata ratiba yake au ratiba katika majira na nyakati. Na kiwango chako cha maisha ya ushindi na wewe kitategemea kama unajua kusikiliza maongozi ya Roho wake Mtakatifu ndani yetu, ili na sisi hatua zetu ziweze kukanyaga katika hatua za Bwana. Hatua zetu ziweze kukanyaga katika hatua za Bwana. Kwa hiyo mwezi huu wa 12 nataka nikupe series ya namna ya kumalizia uweze kujua mambo muhimu ya kufanya. Kwa hiyo Mungu amenisemesha mambo fulani mazuri ya kukushirikisha na kukufundisha mtoto wa Mungu, na wewe uweze kujua namna ya kutembea na yeye katika majira, hasa majira haya ya kumalizia, kwa sababu tuko katika mwezi wa 12 unaokwenda kuhitimisha mwaka huu. Siku moja Mfalme Daudi alipokuwa anakwenda vitani, utaiona habari hii katika Samueli wa pili ile sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 17. Habari nzuri sana. Samueli wa pili sura ile ya 5 kuanzia ule mstari wa 17 mpaka mstari wa 25. Utaona Daudi alikuwa anamuuliza Mungu. Daudi alikuwa anamuuliza Mungu namna ya kwenda kupigana na Wafilisti. Na hii ni nidhamu kubwa muhimu tunayokwenda kujifunza, ambayo ningeita pointi ya kwanza. Nidhamu kubwa itakayomsaidia mtoto wa Mungu kuweza kuongozwa na Roho Mtakatifu na kutembea katika mapenzi ya Mungu kwenye majira aliyopewa, ili aweze kufanikiwa, ili aweze kuwa mshindi. Kuuliza, kumshirikisha Mungu, kusali, kuomba. Hatua kubwa ya kwanza, kanuni kubwa ya kwanza unapokwenda kumalizia jambo, au unapokwenda kumalizia kipindi, au unapokwenda kumalizia wakati, ni kurudi kwenye magoti, umshukuru Mungu, halafu useme naye, umuulize maswali, na nitakuguide, nitakuongoza mambo ya kuombea katika nyakati za mwisho, ili uweze kupata maongozi ya namna ya kufanya ipasavyo katika nyakati za mwisho. Daudi anatufundisha kitu kikubwa sana hapa, kwa sababu Daudi ni bingwa wa vita, hodari, ni mahiri. Wazungu wanamuita warrior. He's a war lord. He's a warlord, ni warrior, ni gangwe, ni bingwa. Alijulikana kwamba ni mtu wa vita, na ana rekodi ya ushindi. Ana silaha, ana askari. Kwa hiyo labda kibinadamu asingekuwa na haja ya kuuliza, kwa sababu anakwenda kupigana na timu ambayo anawapigaga siku zote. Tangu Daudi ana miaka 17 alipompiga Goliath. Leo tungemuita form 3 au form 4. Tangu Daudi akiwa mwanafunzi alimpiga komando Goliath, jitu la futi 8 kwenda juu, likapigwa na Daudi kwa jina la Bwana. Wafilisti wamekuwa ni timu ambayo Daudi anawapiga bila jasho. Kwa nini kwa wakati huu wameinuka kumtafuta Daudi kivita? Daudi anapiga magoti kuuliza. Hiyo ni discipline, hiyo ni nidhamu ya mtu anayemtegemea Mungu. Pamoja na kwamba ana silaha, hategemei silaha zake. Pamoja na kwamba ana askari, hategemei idadi yake ya askari. Pamoja na kwamba ana umahiri na uhodari, hategemei umahiri na uhodari wake. Pamoja na kwamba labda ana vyeti vizuri vya ufaulu, hategemei vyeti vyake. Pamoja na kwamba labda ana network nzuri ya watu, lakini hategemei watu. Pamoja na kwamba ana marafiki wengi na watendakazi wengi na mabingwa wengi kama yeye, lakini hakuweka utegemezi kwa watu. Pamoja na kwamba labda ana mtaji mkubwa, lakini hakuweka utegemezi kwenye mtaji wake. Au pamoja na kwamba labda ana kona nzuri ya biashara, lakini hakuweka utegemezi kwenye location yake. Kuna watu wana kona nzuri kuliko wewe na wamefeli. Kuna watu wana mtaji mzuri kuliko wewe na wamefeli.
Kuna watu wana vyeti vizuri kuliko wewe na wamefeli. Hawana maelezo wamefelije. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunavyo hivi vyote, hatutakiwi kuweka utegemezi kwenye hivi vyote. Tunatakiwa kumtegemea Mungu siku zote kwenye maisha yetu. Ndicho Daudi anachotufundisha kwenye pointi hii. Pamoja na kwamba ana askari wa kutosha, pamoja na kwamba ana silaha za kutosha, pamoja na kwamba ana ufundi na umahiri na uzoefu, pamoja na kwamba ana CV ya ushindi, ana rekodi ya ushindi, lakini bado Daudi alipiga magoti kila mara Wafilisti walipomwijia. Alitafuta uso wa Mungu, alikwenda kwenye maombi na kwenye magoti. Utafikiri ndio mara ya kwanza anakutana na Wafilisti. Jambo kubwa sana la kujifunza kutoka kwa Daudi hapa, kwa mfalme Daudi. Kila mara Wafilisti walipomwinukia, Daudi alitafuta uso wa Mungu as if it is the first experience. Utafikiri ndio mara ya kwanza anakwenda kupigana nao, kumbe anawapigaga kila siku. Kwa hiyo rekodi zake za ushindi hazikumuondolea imani yake kwa Mungu na utegemezi wake kwa Mungu, alafu akajitegemea mwenyewe. Umahiri wake haukumuondolea utegemezi wake kwa Mungu, alafu akajitegemea mwenyewe. Askari wake hawakusababisha aondoe utegemezi wake kwa Mungu ategemee askari wake. Silaha zake hazikufanya aondoe utegemezi wake kwa Mungu afu ategemee silaha zake. Na wewe labda umesoma sana, usiondoe utegemezi wako kwa Mungu eti kwa sababu siku hizi umegraduate, una vyeti, umepata PhD, umepata masters, umepata degree, umepata diploma. Usiondoe utegemezi wako kwa Mungu ukaweka kwenye cheti. Labda siku hizi umefanikiwa kibiashara, usiondoe utegemezi wako kwa Mungu ukaweka kwenye pesa ulionayo. Labda umepata tuzo za mafanikio na ushindi, usiondoe utegemezi wako kwa Mungu ukaweka kwenye sifa ulizopata. Wala usiweke utegemezi wako kwenye uzoefu wako. Daudi alikuwa mzoefu wa vita, lakini unaona wazi kabisa alikuwa anaendelea kumtegemea Mungu pamoja na miaka yake mingi ya mapambano. Pamoja na rekodi ya ushindi, CV ya ushindi, huoni Daudi akiondoa utegemezi wake kwa Mungu akaweka kwenye CV yake ya ushindi. No. Hilo ni jambo kubwa sana tunatakiwa kujifunza kutoka kwa Daudi. Kwa hiyo unapogeuka mwaka huu kuangalia nyuma, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa tano, mwezi wa saba, mwezi wa tisa, mwezi wa 10, yamkini umepata mafanikio, yamkini umepata ushindi, yamkini umepata tuzo, yamkini umepata sifa, yamkini umepata ndoa, yamkini umepata mtoto, yamkini umepata cheo, yamkini umepata cheti, umegraduate, hongera. Lakini hiyo isikuondolee utegemezi kwa Mungu ukaanza kuweka kwenye vitu vyako na kujisifia na kujitegemea wewe mwenyewe, au ukawategemea watu ambao labda Mungu aliwatumia kukufikisha ulipofika. Usiondoe utegemezi wako kwa Mungu ukawapa watu waliokusaidia. Ni Mungu aliinua watu kukuwezesha na ni Mungu aliinua watu kukusaidia, lakini keep your faith and dependence and trust unto the Lord. Uweka imani yako, utegemezi wako na tumaini lako kwa Mungu pekee. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Daudi akauliza, niende kuwapiga Wafilisti, utawaweka mikononi mwangu? Mungu akamwambia, nenda. Na Wafilisti walikuwa wamekuja wamesambaa kwenye bonde linaitwa Refaim au Baal Perasim. Na Daudi akaenda akawapiga sana Wafilisti, wakakimbia kuanzia Gebabu mpaka Gezeri, wakakimbia wakaacha silaha zao na vinyago vyao. Miezi kadhaa wakajipanga, wakarudi tena. Waliporudi Daudi akasikia wamerudi na wanakuja kwenye bonde lile lile la vita. Daudi akauliza tena kwa Bwana. I love David when it comes to faith in God. Inapokuja kwenye imani kwa Mungu, nampenda Daudi. Pamoja na kwamba ana rekodi ya ushindi, lakini angalia, walipoibuka tena kwa mara nyingine, Daudi alitafuta uso wa Mungu. Utafikiri ndio mara ya kwanza. Biblia inasema, je, nipande niwapige? Utawaweka mikononi mwangu? Mstari wa 23 Samueli wa pili sura ya 5
mstari wa 17, tusome wote kutoka ubaoni. Samueli wa pili sura ya 5 ule mstari wa 23. Utaona Mungu anamwambia Daudi maneno haya: usipande moja kwa moja. Kwenye mabano nimeweka kama mwanzo. Usipande moja kwa moja, maana yake kama mwanzo, bali safari hii wazungukie kwa nyuma na utawashambulia katika miti ya miforosadi. Mungu amebadilisha location. Mungu amebadilisha eneo la kupigania upate ushindi wako. Inawezekana mwaka uliopita ulifanikiwa sana kwenye eneo A. Usikariri. Kanuni hii ya kutafuta uso wa Bwana, kanuni hii ya maombi itafunua mapenzi ya Mungu msimu ujao. Hii ni safari ya pili Daudi anakwenda kuwapiga watu wale wale, lakini location imechange, eneo limebadilika. Mungu akamwambia usipande kama safari iliyopita. Safari hii hautaenda Refaimu, utawapiga kutokea kwa nyuma, utawazungukia kwenye bonde la miforosadi. Na Mungu akamwambia ukiwa pale kwenye miforosadi, mstari wa 24, tusome wote. Na mara utakapokuwa pale kwenye miforosadi, utakaposikia sauti ya kwenda, sauti ya mwendo, sauti ya upepo inapuliza vilele vya miti ya miforosadi, utakaposikia sauti ya mwendo, inuka kwa haraka, kwa maana ishara hiyo inamaanisha Bwana amekutangulia mbele yako kulipiga jeshi la Wafilisti. Mstari 25, na Daudi akafanya kama Bwana alivyomwagiza, na akawaangusha Wafilisti njia yote kuanzia Gebabu mpaka Gezeri. Sasa hapa nimeweka vitu vinne vilivyomsaidia Daudi kufanikiwa kwenye vita. Vitakusaidia na wewe. Na hivi ni vitu vya kuombea kila majira, kila msimu. Usikariri. Hivi ni vitu vya kuombea sana. Maana ninaviita malango ya mafanikio. The gates of prosperity au victory or success. The gates of success. Malango ya mafanikio. Ili Mungu akupe ushindi na mafanikio, atatumia watu. Anaweza kutumia watu. Kwa mfano wa Daudi, alitumia askari. Lakini mnakumbuka Yehoshafati aliwahi kwenda vitani, lakini Mungu akamwambia usiende na wanajeshi, nenda na wanakwaya. Kwa hiyo usikariri. Ndio maana nimekwambia point ya kwanza ni maombi. Point ya kwanza ni nidhamu ya kutafuta uso wa Bwana, kwamba ninakwenda kwenye majira ya mwisho wa mwaka. Sema na mimi, nionyeshe, nifundishe. Mungu atakufundisha makosa uliyofanya mwaka uliopita. Mungu atakuletea wazi wazi kwamba hiki ungekifanya hivi, hiki ungekifanya hivi, ungemsikiliza huyu na namna hiyo ungefanikiwa. Kwa hiyo Mungu atakurudishia ile picha ili kukurekebisha usikosee tena katika majira yanayokuja. Mungu atatumia watu. Lakini sasa usikariri kwamba lazima atumie wanajeshi. Kuna wakati anaweza kutumia wanakwaya. Na Biblia inasema Yehoshafati na wanakwaya wakamwimbia Bwana na kumsifu Bwana wakisema fadhili zako ni za milele. Na Mungu akawapa ushindi bila kupigana vita. Ile sifa tu ilisababisha maadui wakachanganyikiwa. Unaweza kwenda kusoma wewe mwenyewe kwenye Mambo ya Nyakati ya pili. Mambo ya Nyakati ya pili. Jinsi ambavyo Mungu aliwapa ushindi. Ile sura ya 20. Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 20. Mungu aliwapa ushindi kupitia uimbaji, praise and worship, vitani. Ilikuwa ni mara ya kwanza jeshi linaenda kuimba au linaongozwa kushinda kwa njia ya uimbaji. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo Mungu ana njia nyingi. Usikariri. Jambo jingine ambalo Daudi alitakiwa kuzingatia ili kupata ushindi hapa ni mahali pa kuwepo. Huwezi kuwa kila mahali ushindi ukakufuata. Unatakiwa kwa mahali sahihi na watu sahihi. Jambo la tatu ambalo ndilo kitovu cha ujumbe wangu kwenye mwezi huu wa 12, mwezi wa Disemba, ni majira, wakati. Jambo la wakati Daudi alitakiwa kuzingatia. Mungu alimwambia utakapokuwa umechuchumaa kwenye miti ya miforosadi, usiinuke kwa sababu adui yako amekupa mgongo. Usiinuke kwa sababu adui yako ameshapita, amekupa kisogo. Ndio utampiga kwa nyuma, ndio, lakini usiinuke tu kwa sababu ameshapita na wewe uko nyuma yake. Kuna saa ya kuinuka. Kuna wakati wa kuinuka. Kuna majira ya kuinuka, na nitakupa ishara
utasikia upepo unakuja, unaanza kupuliza vilele vile vya miti ya miforosadi. Utakaposikia sauti ya kwenda kwenye miti ya miforosadi, sauti ya mwendo, sauti ya upepo kwenye miti ya miforosadi, inuka kwa haraka. Kwa hiyo kulikuwa na kuwa mahali sahihi na watu sahihi, lakini kutenda kwa wakati sahihi. Daudi hakushinda ile vita tu kwa sababu ana askari. Daudi hakushinda ile vita tu kwa sababu ana silaha. Daudi hakushinda ile vita tu kwa sababu ni mahiri. Daudi hakushinda ile vita kwa sababu ana uzoefu au ana rekodi ya ushindi. Daudi alishinda ile vita kwa sababu alikuwa msikivu. Alikuwa msikivu. Kulikuwa na specific time ya ku rise up. Kulikuwa na wakati mahususi wa kuinuka. A specific time to rise. Mungu anafanya kazi na muda. Huwezi kwenda wakati wowote ukafanikiwa. Kutembea kwenye mapenzi ya Mungu kuna kipengele cha time. Mungu mwenyewe anafuata ratiba ya muda. Itakuwa wewe bwana unataka kufanikiwa, Mungu akusaidie, lazima ujue kusoma majira na nyakati. Sasa haya ni majira ya mwisho wa mwaka, kuna mambo yake ya kufanyika ndani ya majira haya. Jambo la kwanza ambalo nimeligusa leo ni kutafuta uso wa Bwana juu ya majira haya, ni kuomba ili Mungu akuongoze, akufundishe. Yeremia 29 inasema hivi, Yeremia 29 mstari wa 11 mpaka mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, Bwana asema, ninayajua mawazo au mipango nilionayo kwako, asema Bwana, ni mipango ya kukupa mafanikio au tumaini katika siku zako za mwisho. Mstari wa 12, utaniomba nami nitakusikia. Mstari wa 13, utanitafuta na kuniona endapo utanitafuta kwa moyo wako wote. Mungu anataka kutafutwa kama ulikuwa ujui. Mithali 8:17, ninawapenda wanipendao, unawanitafutao kwa bidii. Wanitafutao kwa bidii wataniona. Mungu anataka kutafutwa. Anaweza akawa na majibu yote ya kukupa, lakini usipokuwa na nidhamu ya kumuuliza na kumtafuta, anaweza asikwambie kitu na ukafeli mbele ya macho yake. Kwa sababu waombao ndio upokea, wabishao ndio ufunguliwa, watafutao ndio huona. Mungu akikujibu wakati wewe hujamuomba kabisa, utajuaje ni Mungu amekutendea hilo jambo? Hizo sifa utampa mtu mwingine, lazima utazipeleka kwenye vitu vingine. Utasema ni kwa sababu hii nimefanikiwa, ni kwa sababu hii nimefanikiwa, kwa sababu kuomba. Kumbe ni Mungu amekufanikisha. Lakini unaposali, unapoomba, Mungu anaona sababu ya kupata utukufu kwenye kukujibu wewe. Anajua nikimjibu hapa, nikamtendea hili jambo, utukufu unarudi kwangu. Kwa hiyo wamtafutao Bwana watamuona. Mtafute Mungu katika majira haya, na nitakuongoza na kukushauri baadhi ya mambo ya kuombea katika majira haya, ili uweze kupata baraka, faida na maongozi katika majira yanayokuja. Nilichotaka uone kwenye story hii ni kwamba Daudi alishinda ile vita si tu kwa sababu alikuwa na watu sahihi. Daudi alishinda ile vita si tu kwa sababu alikuwa mahali sahihi. Daudi alishinda ile vita kwa sababu pia aliinuka kwa wakati sahihi. He rose up at the right time, kwa wakati sahihi. Huo ni ufunguo. Ni moja ya kanuni ya ushindi kwa mtu wa Mungu. Kujua majira, kujua times na kutenda kwa wakati. Angalia pointi ya 4 ambayo nitaitafutia muda baadaye nikufundishe. Kasi. Aliambiwa inuka kwa haraka. Kuna watu sahihi, mko kwenye mahali sahihi, mmeinuka kwa wakati sahihi, lakini mmeinuka polepole kuliko hatua ambazo Mungu anapiga, kuliko kasi au spidi ambayo Roho wa Mungu anaenda nayo kwenye biashara yako, kwenye elimu yako, kwenye familia yako. Labda saizi ulitakiwa kuwa umeshajenga nyumba ya pili, bado hata nyumba ya kwanza hujaanza. Au labda ulitakiwa kuwa unafanya degree ya pili, lakini bado hata degree ya kwanza hujamaliza. Au labda Mungu alikuwa anataka sasa hivi uwe na duka la pili, yani kasi, naongelea kasi hapo, speedy. Au labda ulitakiwa kuwa na mtoto wa 3 saizi, lakini bado umekuwa ukibagain na mazingira kuleta mtoto mwingine. Haya mambo yana muda wake na yana kasi yake.
kiwango chako cha baraka, ushindi na mafanikio, mpaka Mungu aje akwambie vema mtumwa mwema, ingia katika furaha ya Bwana wako, lazima atakupima kwenye vitu kama hivi. Kwa hiyo tuko katika majira ya mwisho, kama vile Mungu ambavyo ana mambo ya kufanya kwenye majira ya mwanzo ya kipindi cha kusudi lake, kuna mambo ya kufanya pia katika majira ya mwisho ya kipindi cha kusudi lake. Katika mwezi wa 12 na kwenda kukufundisha mambo hayo. Leo nimeanza na hiyo ya kwanza, kutafuta uso wa Bwana, kwenda kwa nidhamu kama Daudi mbele za Mungu kimaombi kwa ajili ya kipindi chote hiki kilichopita. Kaa kwenye maombi, anza na shukrani, anza kumshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali ambayo Roho Mungu atakukumbusha. Ikibidi andika kabisa mambo ambayo Bwana amekutendea. Shukrani inafungua mawasiliano kati ya wewe na Mungu. Kwa hiyo pointi ya msingi ni maombi au kutafuta uso wa Bwana, lakini hebu anza na shukrani. Hata kama bado hujajua mambo ya kuombea, na nimeahidi nitakushauri na kukuongoza kwenye baadhi ya mambo ya kuombea ya kumalizia kipindi, anza wewe tu na shukrani. Zaburi sura ya 100 mstari ule wa kwanza hadi wa 5. Zaburi 100 mstari wa kwanza hadi wa 5 inasema, ingieni malangoni mwake kwa kusifu, nywani mwake kwa kushukuru. Ingieni malangoni mwake kwa kusifu, nywani mwake kwa kushukuru. Tunataka kwenda kuongea na Mungu, lakini moja ya njia inayofungua mlango wa mawasiliano kati ya wewe na Mungu au wewe na mbingu ni shukran. Kumshukuru Mungu kwa mambo aliyokutendea. Hapo yako mengi sana. Kabla hujaanza kuombea mambo mapya, ajenda ya kwanza ni thanksgiving, ni shukrani mbele za Bwana. Basi katika kipindi kinachokuja tutapiga hatua. Nimekwambia ni mfululizo, hii ni series, ni somo lenye vipindi vingi. Kwa hiyo tukutane tena katika kipindi kinachokuja hapa hapa kwenye channel yako pendwa ya Mgisa Mtebe, mwalimu wako wa neno la Mungu. Tukutane tena hapa. Copy link hii, tuma kwa ndugu jamaa na marafiki, ili na wao waweze kubarikiwa na waweze kufanikiwa. Hizi ni kanuni, kwa wengine tulishajifunza na kukumbusha, lakini kwa wengine ni jambo jipya. Unahitaji kujua namna Mungu anavyotenda kwenye majira au kwa kufuata nyakati. Na katika nyakati hizi za kumalizia mwaka, yako mambo ya msingi ya kufanya. Ninashukuru kwamba umekuwa pamoja na mimi leo. Natazamia kuwa na wewe tena katika kipindi kinachokuja. Ikiwa una maswali, kuna namba ya simu hapo chini, tuwasiliane. Endapo Mungu anakugusa pia kusupport kazi hii tunayofanya kwa sadaka, na unapenda kumshukuru Mungu katika mema mengi aliyokutendea, hata tu kukufundisha anachokufundisha, pengine unajisikia kumshukuru Mungu, basi kwa ajili ya sadaka unaweza ukatumia namba hizo pia, na sadaka yako itakuwa imefika katika madhabahu takatifu ya Mungu kuitegemeza kazi hii. Tusichechemee katika kufikisha ujumbe wa Mungu na kulitimiza kusudi la Mungu kwa watu wake. Endelea kutufuatilia katika mitandao mingine kama Facebook na Instagram. Basi utaendelea kupata dondoo chache huko pia, na kuwabariki na wengine au kushare na watu wengine account hizo kwa utukufu wa jina lake. Mungu akubariki sana. Tukutane tena kipindi kinachokuja. Amen.